Bana, mimi nimetazama mchezo Musa kwa namna ambavyo umechezwa. Nimeona quality mbili tofauti. Yaani nimeona mbingu, nimeona ardhi. Simba ambayo tunaisifia kwenye michezo kadhaa, especially kwenye ligi, imetoka kushinda michezo 4 mfululizo. Lakini tulichokuwa tunakitarajia kwa wale ambao tunafuatilia zaidi mpira ni hichi ambacho wamekutana nacho leo pale kwenye manispaa ya RS ya Berkane. Na ukiangalia Simba alikuwa kisuasua sana kwenye ushindi wake. Simba ni timu ambayo inaweza kutengeneza nafasi lakini haiwezi kuzikonvert. Lakini ilikuwa inacheza na watu ambao ni hatari kweli kweli. Tunaweza tukasema mbwa mwitu ambao wanakimbiza. Tulikuwa tumeona dakika 10 kabla kufika dakika ya 7 ameruhusu goli. Lakini ameruhusu goli katika mazingira gani? Ni set pieces. Tuna Fabrice Ramba Ngoma, tuna Yusuf Kagoma pale, tuna Chamuka Labu, mtu karuka free header kaweza kuscore. Ni magoli ambayo tumekuwa tukifungwa na tunalaumu na tunatengeneza kwamba labda tutajisaisha. Lakini dakika ya 14 Simba anafungwa goli la kizembe, naweza kuliita. Goli la kizembe kwa nini? Kwa sababu mfungaji amepiga mpira katikati ya mabeki watatu na wanne beki wa ziada. Ameweza kuscore. Sikuwa natarajia hichi kitu kinaweza katokea kwenye timu ambayo ni matured kama ya Simba. Lakini njoo kwenye umiliki wa mpira. RS Berkane walipokuwa wanaamua kuondoka, walikuwa wanaondoka. Simba walipokuwa wanaamua kuondoka, safari nyingi zilikuwa zinakwama njiani. Kwa nini? Kwa sababu 1v1 RS Berkane walikuwa wanaonekana wako bora sana. Kwenye mipira ya kugombania RS Berkane walikuwa wanaonekana walikuwa wako bora sana. Kwenye accuracy za pasi kwamba bana analituma pasi pale ifike. Kwa mfano goli ambalo limekataliwa. Tumeona Kamara yuko katikati, kapini. Mpira umepita juu ya mabeki na umemkuta mchezaji ambaye alikuwa amemkusudia. Bahati tu ilikuwa nzuri kwao RS Berkane, imekuwa offside. Sasa kuelekea mchezo unaokuja, mi bado sioni Simba ambayo inaenda kupata chochote. Cha kushukuru ni kwamba ilikuwa inaishia kwenye nafasi za chini. Sasa imetopwa, at least imefika finali. Hiyo kwao wakajipongeze kwa sababu walikuwa wanajenga project ambayo imewapeleka pahali ambapo wao walikuwa hawatarajii. Kitu ambacho nakiona kwenye mchezo wa marudiano kinaweza kukuta kitu ambacho kiliwakuta dhidi ya Raja Casablanca msimu ambao walikuwa wako wote kundi moja na waliweza kupoteza mechi zote mbili, ya Benjamin Mkapa pamoja na ya Morocco. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia kitendo cha kutoka bila hata shoot on target hata moja kinakupa tafsiri kwamba mechi RS Berkane kumuona golikipa wao sio kitu chepesi. Manake wanamlinda na wanamficha. Na kama hupati hizo clear chance kwenye timu zetu hizi, kuna kwa ugumu. Angalia namba 10 ambaye tulikuwa tunatarajia kwamba anaweza kaichezesha timu. Huyo ni Jean Jimmy Ahwa ambaye tunaamini kwamba namba zinambeba. Lakini leo namba zimemkataa. Huwezi kuwa na mchezaji Musa ambaye ni namba 10 material ambaye hawezi kutengeneza assist, hawezi kutengeneza hatari pale ambapo unashambulia, hawezi kuingi timu viungo na safu ya ushambuliaji. Yaani anacheza kama vile sometimes ni winger, huelewi, sometimes ni beki, huelewi, sometimes ibebe timu. Hatumuone kwenye sasa unapokosa mtu ambaye ni katikati mbele ya viungo wa timu yako ambaye anaweza kurainisha mchezo haswa akiwa kwenye eneo la katikati, ambaye anaweza akawa yuko comfortable kuangalia kulia na kushoto, wapi muda huu tunaweza tukapita, nani kwa muda huu tunaweza tukamtumia kutokana hizo na kasi yake au uwezo wake mzuri wa mguuni. Huyo anaweza asiwe na msaada sana kwenye game tight kama hizi. Kwa hiyo anyway, kama Mtanzania anaweza nikaombea heri Simba, lakini mimi siwaoni kwenda kokote. Yaani uone Simba wakichukua ubingwa licha ya performance bora ambayo wameitoa kipindi cha pili. Sasa ni performance ambayo wenye njaa wameonja chakula. Kwa hiyo inakusaidia pia wewe kuweza, kwa sababu mtu akishaonja chakula hakuna mtu ambaye anabweka akiwa ameng'ata mnofu. Kwa sababu hata wale jamaa walichofika mahali wakawa wana defend kwamba at least Simba asije akapata goli hata moja. Sisi tulishapata goli 2 si ndogo. Goli 2 kuzirejesha kwenye timu ambayo imejipanga vizuri sio kitu chepesi. After all kuna homa ya kwenda kucheza Zanzibar. Endapo itakuwa tunaenda Simba anaenda kucheza Amani, maana yake hiyo fear factor itakuwa zaidi, kwa sababu ataenda kucheza akiwa anahofia kiwanja, ataenda kucheza akiwa ana ndoto za Benjamin Mkapa, kitu ambacho kinaweza kapelekea yeye kuweza kupoteza. Lakini tuangalie, bahati huwa haiji mara mbili. Huwezi kuwa ni mtu wa kufungwa ili uje usawazishe. Si kweli. Kama una hiyo quality unaweza na wewe ukafunga hata kule. Tuliona Young Africa away
kwenye finali aliyocheza dhidi ya FC Alger aliweza at least kupata ushindi away. Nilichokuwa nakitarajia kwenye timu ambayo umejinasibisha kwamba unataka ubingwa, at least leo Simba ilitakiwa kutengeneza chochote ambacho kinaweza kikawalamani. Either ingekuwa 2-1 au hata ingeweza kutoa sare, kwa sababu si kama nafasi hajapata. Uliona kuna cross ambayo alipiga Shomari Kapombe kwenye cha pili na ilipita anga ambayo ni Lionel Ateba. Ilikuwa tu ni kuugusa mpira unaingia ndani, lakini ameshindwa kuugusa na imekuwa hivyo hivyo. Na haya makosa hayako leo, naamini yatakuwa na muendelezo kwenye mchezo ujao. Neno la mwisho kwa Simba? Waje tuendelee kujenga project. Timu yao ni nzuri lakini ina mapungufu mengi sana. Nikisema mapungufu na maanisha mwalimu inafika mahali haoni nani wa kumuingiza. Kwa mfano, ukimtoa Jean Charles Ahoua ambaye mimi kwangu simkubali, unamuingiza nani? Haya, kama leo ameumia Hamza, si ndio? Ameingia Chemaloni Fondo. Fanya Chemaloni hayupo, unamuingiza nani? Musa Pinipini Kamara yuko pale. Backup yake nani? Ni Ali Salim. Sio? Ambaye wote tunajua quality hizi zimepishana sana. Lakini angalia kwa mfano Yusuf Kagoma kiumia, anaingia nani? Anaingia Ukajefa. Angalia Ukajefa nafasi ambayo anaipata mbele ya Yusuf Kagoma. Kwa hiyo unaona kabisa anakupa shaka. Lakini Elie Mpanzu kaumia, anaingia nani? Unaona mwalimu mpaka anaamua kuopti, anamtoa Kibu Denis, anamuingiza fullback. Chamo anaingiza Nouma, sio? Sasa inaonekana ni kwamba hakuna material ambayo inaweza kaenda kufanya chochote cha ajabu, bora niingize fullback yamkini akaofa close. Sasa hichi ndicho ambacho mimi kinanipa shaka kwa Simba kwamba anaweza kufanya maajabu. Otherwise kama atayafanya itakuwa ni maajabu ya mpira, lakini kwenye vitabu na nilichokiona leo hapana, hamna chochote. Shughuli yake imeishia. Shughuli imeisha. Yaani hii lazima ni kwetu tuzungumze. Shughuli ya Simba imeishia hapa. Mimi although nawapongeza kwa hapo walipofika. Kwa finali wakiichukua hii finali, Furuku itakuwa ina nafasi kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Naamini na mimi kuna siku nitakuwa milionea. Kama Simba anachukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika mbele ya RS Berkane hii ambayo watu wanapiga mali mguuni, watu wako comfortable na mali, wakisema tuondoke tunaondoka, vimo vinawabeba, lakini wana speed, wana kasi na wana uwezo wa kudetect na wanaweza kuenforce kwamba sasa hivi tunaenda mguu pande, sasa hivi tunaenda mguu sawa.